Pendwa mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka na Lindi FM, na kusalimia kupitia jina zuri la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunaye asubuhi nyingine tena nzuri ambayo nakuletea neno la siku. Na ujumbe wangu wa neno la siku, nataka kuzungumza kwamba dhambi ya unafiki ni dhambi inayofanya kazi kwa kificho sana. Au unafiki ni dhambi inayofanya kazi yake kwa kificho sana. Unafiki. Na hebu tuombe. Mungu wetu, naomba asubuhi hii ya leo tunapojifunza juu ya dhambi hii ya unafiki, tusaidie Mungu. Maana ni dhambi ambayo hata wewe Yesu ilikutesa, ilikuuza. Unafiki. Na ni dhambi ambayo uliikemea sana hadharani, kwa sababu ni dhambi ambayo ina sura mbili. Naomba uyabariki maneno yako haya kwa mtazamaji wangu na msikilizaji wangu huyu, ili ulete uelewa na ufahamu mkamilifu juu ya dhambi hii ya unafiki. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 23. Mathayo sura ya 23. Haya yalikuwa ni maneno ya Bwana Yesu. Tukianzia ule mstari wa 13, Yesu anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni, ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuachi waingie. Ole wenu. Mstari wa 14 anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnakula nyumba za wajane, na kwa unafiki mnasali sala ndefu. Kwa hiyo mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Haijaishia hapo. 15 anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu, ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na kisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara 2 zaidi kuliko ninyi wenyewe. Ukiruka, unaona, ukaenda ule mstari wa 23, anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiyaache. 25, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha, unaona, nje ya kikombe na chano, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe, ili nje yake nayo ipate kuwa safi. 27, unaona, yani unaweza ukasoma, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote.
Anasema vivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje mwaonekana na watu kuwa wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. 29, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnayajenga makaburi ya manabii na kuyapamba maziara ya wenye haki, na kusema na kuendelea, lakini anazungumza na kuendelea. Dhambi ya unafiki ilibidi Yesu aikemee hadharani na kwa nguvu sana na kwa maneno makali sana. Yaani hapa Yesu, unaona unaona, alivaa njuga hasa kama mwana wa Mungu, alinyooka. Yaani kama kuna mahala sasa Yesu alisema injili iliyonyooka liwalo na liwe, injili iliyompelekea apoteze urafiki na watu wachukie na watafute namna ya kumuua kabisa, ni hii injili. Hii injili na neno la siku la asubuhi ya leo, nataka kwanza ujue mnafiki ni nani. Mnafiki ni nani? Mpaka Yesu akasema maneno mazito kama haya. Kiswahili kizuri cha mnafiki sasa hivi Tanzania tunamuita ni mzandiki. Wazandiki. Wazandiki. Kiingereza wanaitwa hypocrite. Hypocrite. Wakiwa wengi hypocrites. Wengi. Sasa mnafiki ni mtu aliye na sura mbili. Unaona? Ni mtu anayebadilika kutegemea na mazingira atakayokuwepo. Na ni mtu anayesema maneno mazuri kwa midomo yake, tofauti kabisa na alivyo ndani ya moyo wake. Huyo ndiye anaitwa mnafiki. Mnafiki ana lugha nzuri, lugha laini za kumpamba mtu, lakini lugha anazozisema ukazisikia zi tofauti na alivyo ndani ya moyo wake. Tofauti kabisa. Tofauti kabisa. Nilikuwa nasoma mstari mmoja katika Mithali. Sulemani alifunua wazi moyo wa mnafiki ulivyo katika sura ile ya 23. Mithali ile sura ya 23. Unaona? Ukisoma ule mstari wa 7, mzema, maana onavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Anakuambia haya, kula, kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja na wewe. Na tonge lile ulilokula utalitapika, na maneno yako matamu yatakupotea. Mnafiki. Anamfunua anasema anavyosema moyoni, anavyosema mdomoni, tofauti kabisa na alivyo ndani ya moyo wake. Na dhambi hii, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, ni dhambi hatari. Dhambi hatari. Dhambi hatari. Yesu aliikemea hadharani kabisa. Yale maandishi utayarudia tena kwa sababu neno la siku ni la muda mfupi. Inabidi niende haraka ili nikufikishe mahala ambapo nataka tuelewane vizuri. Unaona?
ili ujue kwamba dhambi ya unafiki ni dhambi hatari ambayo Yesu aliikuta na yeye ikampata, na mpaka sasa hivi inaendelea. Na mnafiki sifa yake moja kubwa sana aliyenayo ni yule aliye karibu na wewe. Yaani mtu asiyekujua hawezi kuwa mnafiki kwako. Anayeitwa mnafiki ni yule unayekula naye, rafiki yako wa karibu. Huyo ndiye, kama ana dhambi ya unafiki, kama ni mnafiki, lazima awe karibu na wewe. Lazima awe karibu na wewe. Lazima awe karibu na wewe. Hebu tusome maandiko haya kwanza ili tuje tuendelee kuangalia kwa undani sana. Katika Mathayo ile sura ya 26. Mathayo ile sura ya 26. Mathayo ile sura ya 26. Sikiliza. Ule mstari wa 14, maana ukianzia kule juu Yesu alipokuwa Bethania itatuchukulia muda, lakini ule mstari wa 14 unasema, wakati huo mmoja wa wale thenashara, jina lake Yuda Iskariote, aliwaendea wakuu wa makuhani akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Huyo ni Tomaso. Tomaso ambaye Yesu alimwamini kabisa, akampa mfuko wa pesa, na ni miongoni mwa wale mitume 12. Lakini ndani ya moyo wake, kwa sababu alivaliwa na roho, unaona, ya unafiki. Nimekuambia hapa, mnafiki ni yule aliye na sura mbili. Hiyo ishike sana. Kwa nje atakwambia maneno matamu mazuri, atakupamba, atakusifia, lakini kwa ndani ni muuaji wako. Huko mbele tunakokwenda nitakuelezea kidogo. Hapa tunamuona Yuda ambaye yuko pamoja na Yesu, anavaa roho ya unafiki. Vaa roho ya unafiki. Saa ya kukamatwa kwa Yesu, unaona, wakati Yesu ametoka kwenda kuomba na wanafunzi wake, Yuda alichepuka, akaondoka. Sasa ukisoma ile sura hiyo ya 26 mstari wa 48 unasema, na yule mwenye kumsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, nitakaye mbusu huyo ndiye mkamateni. Mara, unaona, Yuda akamwendea Yesu akasema, salamu Rabi, akambusu. Akaonyesha upendo, akamkumbatia. Mnafiki atakuja na busu, ataonyesha anakupenda sana sana. Kinachonifurahisha hapa, unaona, kinachonifurahisha hapa, Yesu akamwambia, rafiki, ufanye uliloliijia. Usinidanganye mimi hapa. Kuna jambo unalo. Usinilagai mimi kama mtoto mdogo. Lakini wangapi tunagaiwa na wanafiki?
Yesu anambia rafiki. Manake Yuda alikuwa rafiki. Yesu akaona ndani ya moyo wake ni rafiki, lakini ambaye amegeuka, ambaye tayari amevaa roho ya unafiki, msaliti. Mnafiki mkiwa naye atakupamba, atakusema maneno mazuri. Akitoka akiwa nje wakati haupo atakusema vibaya. Haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea. Mnafiki. Unajua unaweza kuwa mtumishi lakini mnafiki. Unaweza kuwa askofu lakini mnafiki. Naweza kuwa kiongozi lakini mnafiki. Ukigundua unafiki ndani yangu, dawa nikemee. Hata mimi hapa ninayehubiri habari hizi, ukigundua nina unafiki fulani, kuniponya ni kunikemea. Wagalatia ile sura ya 2. Wagalatia ile sura ya 2. Sikiliza maneno haya. Kusoma ule mstari wa 11 unasema hivi: lakini Kefa alipokuja Antiokia, Paulo anaandika, nalishindana naye uso kwa uso, kwa sababu alistahili hukumu. Kwa maana kabla hawajaja watu kadha wa kadha waliotoka kwa Yakobo. Yaani yeye huyu Petro alipofika Antiokia, kabla watu hawajatoka kwa Yakobo, unaona, alikuwa akila pamoja na hao watu wa mataifa. Lakini walipokuja wao, Petro akajitenga, akarudi nyuma, unaona, kwa sababu aliwaogopa waliotahiriwa. Na hao Wayahudi wengine ambao walikuwa Antiokia, na wao wakajigeuza, unaona. Na hata Barnaba pia ambaye alikuwa Antiokia, naye akachukuliwa na unafiki wao, unaona. Biblia inasema mstari wa 14, walakini nilipoona ya kuwa njia yao haiendi sawa sawa na ile kweli ya Injili, nalimwambia Kefa mbele ya wote, ikiwa wewe uliye Myahudi wafuata desturi za mataifa, wala si za Wayahudi, kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Paulo alimkemea Petro, maana Petro alipokwenda Antiokia ni watu wa mataifa, akawa anakula na watu wa mataifa ambao hawajatahiriwa, unaona, ili mradi wameokoka. Na kina Petro wako kwenye kanisa hilo. Sasa walipokuja watu kutoka kwa Yakobo, wameenda kutembelea lile kanisa, Petro alipojua wamekuja, akajitenga, unaona, na Wayahudi waliokuwa ndani ya kanisa la Antiokia, ambao walikuwa wanakula na watu wa mataifa. Walipoona ndugu zao wamekuja kutoka kwa Yakobo Yerusalemu, wakajitenga, kana kwamba waonekane kwamba wao hawashirikiani na watu wasiotahiriwa. Paulo akumkopesha mtu, akamnyokea, akamwambia wewe ulistahili hukumu, akatoboa. Ninachoshukuru Mungu, Petro alipona hapa. Alipona hapa kwa sababu Paulo alisema moja kwa moja. Unaona, alisema moja kwa moja. Yaani nataka kuzungumza, sijui niseme nini. Hii dhambi ya unafiki imeua wengi. Mtu anakuambia nakupenda, nakupenda, kama alivyosema, kama ilivyo kwa huyu mwanamke huyu. Najua Samsoni alikufa kwa dhambi ya unafiki. Kitabu cha Waamuzi ile sura ya 16. Nienda haraka. Kitabu cha Waamuzi ile sura ya 16 mstari wa 4 unasema hivi: ikawa baada ya hayo, Samsoni alimpenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki, jina lake aliitwa Delila.
Sikiliza, nao wakuu wa Wafilisti wakamwendea Delila wakamwambia, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zako nyingi na jinsi tunavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Delila akamwambia Samsoni, tafadhali uniambie asili ya nguvu zako nyingi na jinsi unavyoweza kufungwa ili uteswe. Yani yuko katikati. Yani hiyo ndo sifa ya mnafiki. Sifa ya mnafiki. Kwa hiyo Delila alikaa kana kwamba anampenda Samsoni sana, na huku ana wasikiliza wakuu. Hapa ameahidiwa kitita cha pesa. Samsoni alijibaraguza kwa uongo na nini na kila kitu, lakini mnafiki amekaza. Waliwezaje kusema unanipenda wakati uniambii ile kweli? Unaona? Mpaka ilipofika mahala Samsoni akaamua kusema moyo wake wote. Biblia nasema Delila alipoona ule mstari wa 18, Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake. Unaona? Delila kwa sababu ni mnafiki, yuko pale kwa kazi ile, akatuma watu kwenda kuambia wale Wafilisti, na yeye akambembeleza Samsoni, akamnyoa vile vishungi, nguvu zake Samsoni zikaisha, Samsoni akatobolewa macho. Hatuna maelezo tena ya Delila baada ya kuwa ametimiza kazi hii. Mnafiki anakuwa na mission, akiua roho ya mtu basi. Ndio sababu Daudi analia sana. Unaona? Daudi analia sana alipokuwa anasema maneno haya. Na yanatufundisha sana, ile Zaburi ya 55, Daudi analia sana, anasema, kwa maana aliyetukana sio adui, kama ndivyo ningevumilia. Aliyejitukuza juu yangu, unaona, si anayenichukia. Kama ndivyo ningejificha asinione. Bali ni wewe, mtu mwenzangu, rafiki yangu, niliyejuana na wewe sana, ambaye tumepeana shauri tamu na kutembea nyumbani mwa Mungu pamoja na mkutano. Aliyemsaliti, unaona, Daudi kwa mwanae, unaona, kwa mwanae aliyekuwa kabisa anampindua, ni yule kamanda wake ambaye Daudi alimwamini sana, anayeitwa ngoja nisome hapa, nisome andiko hili katika Samueli wa pili, sura ile ya 15. Kuna maneno hapa makubwa ambayo yanatisha sana. Ile sura ya 15, na muda wangu unaisha kabisa. Hata nikiendelea kuyasoma haya nadhani kwamba yatatisha sana. Anayekuja kusema kule anasema maneno haya makubwa sana ambayo yalimuumiza sana Daudi, yaliumiza sana moyo wa Daudi. Unaona? Na Daudi hakusahau hili jambo kabisa. Huu mstari nataka tu niuseme kwa juu kabisa. Katika ile sura ile ya 15, ngoja nisome maandiko machache. Ule mstari wa 34, lakini ukirudi mjini na kumwambia Absalomu, nitakuwa mtumishi wako, mfalme,
kama vile nilivyokuwa mtumishi wa baba yako tokea zamani, ndivyo nitakavyokuwa mtumishi wako sasa. Ndipo utayavunja mashauri ya Ahithofeli kwa ajili yangu. Unaona, Ahithofeli alikuwa ametoa ushauri wa jinsi gani Daudi atauawa, ushauri ambao Daudi asingepona. Unaona, ndio sababu Daudi akamtuma Abishai kwenda mwaki, na mashauri ya Abishai yakapokelewa sana. Unaona, na huyu mtoto aliyekuwa anampindua baba yake, unaona, aliyekuwa anampindua baba yake, mashauri ya Abishai akayaona kama yalikuwa mazuri sana, lakini na yeye yalikuwa ni mashauri ambaye ndani yake yalikuwa yana usaliti, lakini yana unafiki, lakini wenye hila ya kumwokoa Daudi. Unaona, kwa hiyo Daudi akaponyoka katika hilo, na Daudi akawa salama. Sasa anakuja kutuandikia Zaburi, anasema aliyetukana sio adui, ni yule mtu wa karibu sana, mtu tuliyejuana, tuliyepeana naye shauri tamu. Msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, uwe makini na hao mnaopeana nao mashauri matamu. Unamwambia mpaka siri zako za ndani, unamwambia mpaka siri ya mafanikio ya biashara yako, unamwambia mpaka mambo ya ndoa yako na mume wako. Wewe muombe Mungu akusaidie, muombe Mungu na kuambia akusaidie. Kama unaropoka tu, huyo unayemdhani ni wa karibu sana ndiye atakaye kubomoa, ndiye atakayebomoa biashara yako, ndiye atakayebomoa safari yako ya kwenda juu mbinguni. Ninaye binti hapa kanisani mimi ambaye alipendana sana na rafiki yake, wanakuja kwenye ibada, wanaimba kwaya kwa pamoja. Yule binti akamgeuka, akawa na vijana kule nyuma waliomtamani yule binti. Kwa siku moja huyu binti akamchukua binti mwenzie karibu nyumbani kwetu na nini. Binti yule akaona ni rafiki yangu wa siku zote wa karibu, wakaenda. Alipofika nyumbani, chakula kimeandaliwa, akala. Binti yule akatoka kama anaenda kujisaidia. Alipotoka tu, yule kijana akafunga mlango, akambaka yule binti na akapata ujauzito. Aliyemsaliti rafiki yake wa karibu. Watu wengi wanauana kwa sumu leo. Hawezi mtu asiyekujua akakuua kwa sumu. Lazima wewe wa karibu. Ukisoma vituko vya dunia hii, wanawake wengi wanaua hata waume zao kwa sumu. Na siku mwanamke akitaka kukuua, siku ile ataandaa pendo la ajabu na chakula kitamu na tabasamu ya hali ya juu. Utakula, ndo mwisho wako. Mnafiki ni kama tunavyoloa samaki sisi watu tunaotoka ziwani. Unaweka kamnyoo kwenye ndoana, alafu nakwenda. Samaki hataona tu kamnyoo kanacheza hivi. Samaki hataona chuma. Analoweka kirahisi sana. Asubuhi ya leo nakupa akili. Muombe Mungu. Naam, kama anakupa rafiki, akupe rafiki kweli kweli. Uwe na jicho la ndani kama Yesu alivyokuwa na jicho la kumuona Ayubu. Na wewe asubuhi ya leo na siku zilizo mbele yako, muombe Mungu akusaidie ili uwe na jicho la kumuona mtu mnafiki. Cheka na watu, zungumza na watu, lakini usiwape moyo wako. Funika macho yako nikuombe. Bwana Yesu, ulikemea sana wanafiki. Ni roho mbaya inayotenda kazi kwa hila ya hali ya juu. Na roho ya unafiki imeangamiza watu wengi. Roho ya unafiki imeua huduma za watu wengi, kama tulivyosoma na kama ulivyotamka wewe mwenyewe. Asubuhi ya leo namuombea mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, umuokoe na marafiki wanafiki. Umpe jicho la kumuona rafiki mnafiki, na mkemee na mwambie wazi wazi, kama Paulo alivyomkemea mtumishi wake wa Mungu Petro, na Petro akapona
Dhambi ya unafiki ni mbaya. Dhambi ya kutaka kujipendekeza. Mtu ameokoka lakini kwa unafiki wake anashikamana bado na mila yake. Wakati wa mila na matambiko anaungana na watu huko, hapo anatoka kula na kuja kanisani kana kwamba ameokoka. Huo ni unafiki. Watu anataka kupendeza pande zote. Hapana, katika jina la Yesu na kukemea, ewe roho ya unafiki, julikana na watu wakuepuke, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Sibuka TV.